Jina naitwa Dr. Nkundwe Moses Mwasaga, ni mkurugenzi mkuu wa Tume ya Tehama ya Tanzania. Tume ya Tehama ina kazi kubwa mbili. Moja ni kuratibu utekelezaji wa sera ya Tehama ya Tanzania, na mbili kukuza Tehama. Leo hii hapa tupo katika jukwaa la 4. Ni jukwaa ambalo linawakutanisha wataalamu na watu wengine wote ambao wanahusika katika masuala ya usalama mtandao. Tumekuwa na majukwaa haya mengi, na kama tume kwenye kukuza uchumi wa kidijitali tumeweka kila mwezi wa 4 tunakuwa tunakutana na wataalamu mbalimbali wa Tanzania na nje ya nchi kuweza kubadilishana utaalamu na kuweza kupeana mrejesho wa mambo mbalimbali yaliyotokea kutoka mwaka jana mwezi wa 4 mpaka kufika mwaka huu. Kitu cha kwanza ambacho ningependa kusema ni kwamba katika jinsi tulivyotathminiwa duniani kwa kupitia taasisi ya Umoja wa Mataifa inaitwa ITU, inahusiana na mambo ya tehama na mawasiliano. Tanzania imewekwa katika grupu la kwanza la nchi bora zenye mitandao salama bora hapa duniani. Nchi hizo ziko 47, wanaziita role model. Tumeweza kufanikiwa hiyo kwa sababu ya mambo mbalimbali. Mazingira ya sheria yalivyo, jinsi tunavyojilinda si wenyewe na vitu vingine. Sasa majukwaa kama haya tumeyaweka ili tupate sehemu ambayo wataalamu mbalimbali wataweza kukutana na wakajadiliana mambo na kuwekeana maazimio ambayo maazimio ndio yatakuwa yanatupeleka katika shughuli zetu zote mpaka mwaka kesho, mwezi wa 4 utapokuja. So ukiangalia kutoka mwaka jana kuna vitu vingi sana tumefanikiwa. Kuna vichache ambavyo ni changamoto, lakini vingi tunafanikiwa. Eneo la usalama mtandao nadhani wote tunafahamu ni eneo ambalo linabadilika kila wakati, matishio yanabadilika kila wakati. Kwa hiyo ni cha msingi ni kuwa na mifumo madhubuti, na ndio maana katika namna tulivyoamua kufanya jukwaa hili ni kuhakikisha kwamba tunatengeneza mifumo ambayo ni madhubuti. Madhubuti ina maana kwamba ikitokea changamoto inachukua muda mfupi kwa mifumo kurudi sawa na kuanza kufanya kazi yake vizuri. Unajua, katika mambo ya usalama mtandao nadhani wote tunafahamu kabisa kwamba mitandao ya kidijitali kwa ujumla wake haina mipaka. Kwa hiyo mtandao wetu ni kati ya mitandao mikubwa ya duniani iliyokuwepo. Kwa hiyo yale matishio ya kidunia na yenyewe tunayaangalia sisi. Kwa mfano, kuna matishio ya kidunia yanaonekana yanaitwa ransomware. Wale watu ambao wanakuwa wanauchukua mfumo, wanauweka ndani ya control yao, alafu mara nyingi wanakuwa wanaulizia pesa. Ili ukiwapa pesa ndio wanaofanya mfumo uweze kufanya kazi kwa pamoja. Hilo ni tishio moja wapo duniani, na taasisi ya ITU hilo imeliona, na hayo ndio mambo ambayo moja ya mambo ambayo tutajadiliana nayo hapa leo. Cha pili ni masuala ya kwamba duniani imeonekana wazi kuna wakati tunakuta kuna huduma fulani inakuwa inapotea kwa muda fulani afu baadaye inarudi. Tunaita kwa Kiingereza mambo ya outage. Hayo mambo yenyewe tunategemea kujadiliana katika jukwaa hili ili kujua ukipata changamoto kama hizo namna gani ya kutengeneza mifumo kuhakikisha kwamba watumiaji wa mifumo walaji shughuli zao ziende vizuri. Kama mtakumbuka nilielezea vizuri kwamba ukiangalia mkakati wetu wa mapinduzi ya kidijitali ina nguzo 5. Nguzo mojawapo inahusiana na usalama mitandao, ulinzi wa taarifa binafsi na kumlinda mlaji. Sasa katika masuala haya yote tunaangalia mlaji, mtumiaji wa mwisho aweze kupata huduma zake, kwa sababu digital economy au uchumi wa kidijitali huduma nyingi zinakuwa zinatolewa kwa kutumia mitandao. Kwa hiyo walaji ni watu ambao tunawaangalia kwa makini, na tunatumia wataalamu wao tuweze kujadiliana kuhakikisha kwamba mifumo yetu inakuwa madhubuti. Resilience ndio kitu ambacho duniani sasa hivi wanakiangalia kwa mifumo mingi. Umadhubuti, nitarudia tena kusema, ni ile hali ambayo mfumo ukipata madhara inachukua muda gani kurudi sawa na kutoa huduma zake vizuri. Kwa hiyo katika mambo ya kiutaalamu wa mitandao, hilo ni jambo ambalo tunaliangalia kwa msingi sana, kwa sababu tunajenga uchumi wa kidijitali, na jambo mojawapo ambalo linavutia wawekezaji kwa nchi yoyote katika mambo ya kidijitali ni wawekezaji wanapenda
wekeza sehemu ambazo kuna usalama mtandao. Ndio maana unaona Tanzania kuna kampuni nyingi zinazofanya shughuli zake kwa kutumia mitandao zinakuja, na zingine nyingi bado zinaomba kutengeneza data center na vitu vingine. Asante. Sasa tunakutana wakati huu ambapo dunia yote inajadili namna kuchangamana na swala la akili unde. Ndio. AI, artificial intelligence. Ndio. Tanzania tuko wapi katika hili? Ukiangalia katika masuala ya akili unde, nitajaribu kuelezea kwa namna mbalimbali. Ukiangalia uitikio wa taasisi za serikali katika kutumia akili unde, nadhani wote mmepata taarifa, mahakama ya Tanzania ni katika mahakama nadhani ya kwanza Afrika ambayo inaitumia akili unde katika kufanya shughuli zake za kawaida. Juzi tumesikia kuna upasuaji ulifanyika katika hospitali yetu ya Muhimbili ambao upasuaji huo umetumia akili unde na mambo ya robotic. Ukiangalia katika masuala ya elimu, akili unde inatumika vizuri sana kwa vijana kutafuta taarifa na vitu vingine. Ukiangalia vyuo, sisi tume ya TEHAMA tuna kazi mojawapo ya kuhakikisha kwamba mitaala kwanza inapita kwetu hii ya vyuo vikuu ili kuangalia kama imegusa maeneo ambayo ni ya msingi kidunia na katika mwelekeo wa Tanzania. Mitaala yote iliyopita kwetu, akili unde, mambo ya cyber security au usalama wa mtandao ni vitu ambavyo tunaviangalia kwa sababu kwa dunia inapokwenda. Ukija kwa vijana wetu wa Tanzania, vijana wetu wameanza kuonyesha umahiri wao Afrika. Kuna mashindano yalifanyika juzi, niliambiwa nilipoenda kwenye kikao kikubwa cha akili unde kilichofanyika Rwanda kwamba katika hayo mashindano wameanza kujiuliza kwamba Tanzania kuna kitu gani kinachoendelea huko. Vijana wa Tanzania 5 wameshinda katika hayo mashindano. Kwa hiyo vijana wetu wamechukulia fursa. Sisi kama tume tunaona kuna kampuni nyingi sana changa hizi za startups ambao vijana wanazifanya na wanatengeneza huduma nyingi sana zinazotumia akili unde. Mmoja wapo nadhani mliona yule kijana ambaye aliweza kuonyesha ubunifu wake kwenye TV yetu ya taifa, ambayo alitengeneza ubunifu ambao unawasaidia watu ambao wana changamoto ya kuweza kuona na vitu vingine, simu kuweza kumsaidia kujua kitu gani anaweza kuona. Kwa hiyo kama nchi tunaenda vizuri, lakini kuna vitu vingi ambavyo inatakiwa tufanye kama upande wa serikali kutengeneza mazingira mazuri ili hizi bunifu zetu ziweze kutumia miundombinu ya akili unde ambayo iko hapa Tanzania. Serikali yetu inafanya hatua mbalimbali na sisi tume pia kwa kuwezeshwa na serikali tutakuwa na kituo ambacho kitakuwa kina muundombinu wa kuchakata akili unde ambao utakuwa pale Dodoma katika chuo kikuu cha UDOM, na tunaangalia kwa kutengeneza na kuwavutia wawekezaji kuwekeza kanzi data au kuwekeza hizi data center ambazo zitasaidia kuweka miundombinu ambayo itawezesha wabunifu mbalimbali waweze kutumia Tanzania kama sehemu ya kufanya bunifu zao. Pastor Ezekiel wa New Life Prayer Center and Church Mombasa nchini Kenya anawakaribisha kwenye ibada kubwa ya meza ya Bwana iliyojaa uponyaji, ukombozi na unabii tele kwa mataifa yote kwa sababu ya damu ya Yesu. Because of the blood of Jesus. Anapona. Today gets healed. Na mwili wako wa nje you are out body utaishi. Njoo ukutane na Pastor Ezekiel uso kwa uso. Nilikuja hapa meza ya Bwana nikiwa nasumbuliwa na pressure kwa miaka 11, nikapona. Safiri pamoja nasi kwa gharama nafuu sana. Hakuna sababu ya kuteseka tena. Usipitwe na neema hii. Ibada hii itaanza tarehe 2 mpaka tarehe 13 mwezi wa 4 2025. Kwa maelekezo ya safari piga simu namba 0774781537. Njoo sasa upokee muujiza wako from above only.